kabisa kwa sauti. Tumilete nyimbo na tuzame tena. Hallelujah. Hallelujah. Mbinguni. Sasa hapa tulipofika, ni heshima yangu sasa kurejesha ibada hii kwa kiongozi wetu makamu wa askofu mkuu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God, Dr. Marcus Hiche, kwa ajili ya ratiba inayoendelea. Karibu. Naomba maaskofu wale ambao mnasoma maandiko nasimame kulia kwa kamati kuu na kushoto kwa kamati kuu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu sana kwenye dakika za mwisho za kuweka mwili wa marehemu kwenye kaburi lake ambao imeandaliwa vizuri sana. Sasa kabla tujaenda kwenye ibada hiyo, naomba kufunga macho yako niombe. Baba mtakatifu, hata sasa tunakushukuru. Tulikusihi wewe kwa ajili ya tukio hili. Tumekuona umekuwa pamoja nasi, umekuwa pamoja na kila kamati, na sasa Bwana tumefika kwenye kaburi hili. Tunaiweka kaburi hili mikononi mwako, maana wewe umesema katika neno lako, mauti ya wacha Mungu wako ina thamani mno. Tunaenda kuweka mwili wa marehemu ambao mbele zako ninajua una thamani kubwa sana. Baba, tunakusihi mkono wako ukalinde, na hakuna nguvu nyingine yoyote wala ya ushirikina ambaye inaweza kupita kwenye eneo hili, bali wewe utasimama
na malaika wako watalinda hili kaburi katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. Amen. Wakati huu sasa tunakwenda kusikia maandiko na yatasomwa na watumishi wa Mungu. Umeua kisha ukatwa, ukimbia kama kimvuli wala akai kamwe. Nawe je, wafungua macho yako kumwangalia mtu kama yeye na kunitia katika hukumu pamoja naye? Ni nani awezaye kutoa kitu kilicho safi kutoka katika kitu kilicho kichafu? Hapana awezaye. Kwa kuwa siku zake zimeamriwa na hesabu ya miezi yake unayo wewe, nawe umemwekea mipaka yake asiweze kupita. Acha kumwangalia yeye apate kupumzika hata atakapoitimiza siku yake kama aliyeajiriwa. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Walakini hamjui yatakayokuwako kesho. Uzima wenu ni nini? Maana ninyi ni mvuke uonekanao kwa kitambo, kisha utoweka. Lakini mwanadamu hufa, hufariki dunia, nao mwanadamu hutoa roho, naye yuko wapi? Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi hunilaza, kando ya maji ya utulivu huniongoza. Hunihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe upo pamoja nami. Gongo lako na fimbo yako yanifariji. Waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu. Umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe changu kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Lakini ndugu, hatutaki msikie habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi fanyeni kwa maneno hayo. Yeye awezaye kuwalinda ninyi msijikwae na kuwasimamisha mbele ya utukufu wake bila mawaa katika furaha kuu. Yeye aliye Mungu pekee, Mwokozi wetu, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, utukufu una yeye, na ukuu na uweza na nguvu tangu milele na sasa na hata milele. Amen. Na kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ndugu zangu, tumekuwa na maandiko mengi ambayo yanaeleza kuhusu kifo na kwamba kila mtu atakufa,
lakini tunaona maandiko yanazungumzia habari za hukumu baada ya kufa. Alafu tunaona maandiko yanasema pamoja na kwamba wote tutakufa, lakini Biblia inasema heri wafu wanaokufa katika nani? Katika Bwana. Kwa hiyo kifo chenye pumziko ni cha wale tu wanaokufa katika Bwana, sio wale ambao wanakufa kwa sababu ya unyang'anyi, wamepigwa wakafa. Kwa kweli tunawasikitikia, lakini kuna uheri mkubwa kwa wote ambao tunakufa katika Bwana. Leo tunajisikia raha na tunajisikia faraja tunapokuwepo kwenye kaburi hili. Tunamuona shujaa wetu ambaye amemaliza safari yake, na Biblia inasema apate pumziko baada ya taabu yake. Hakika huyu baba amepata taabu, achana na zile taabu za wakati wa kuhubiri Injili, lakini amepata taabu pia ya mwili kuugua. Kwa kweli amepata taabu, lakini Mungu imefika wakati ameona heri akapate kupumzika. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na matendo yake atabaki yanakumbukwa. Ameacha alama kubwa sana. Naomba wote tuliopo hapa tutamani kwamba kama tutafika mwisho wa siku zetu, tuondoke katika uheri, tuondoke katika Bwana. Ndio maana tunapata ule uheri. Ndugu zangu wapendwa, unajua nimekuwa mhubiri, nimehubiri jana, nimehubiri hapa, na wasikilizaji wangu ni wale wale. Kwa hiyo sioni sababu ya kuendelea kuhubiri tena, lakini nimependa nikazie tu haya maandiko ambayo yamesomwa kwa ajili ya kwenda kupumzisha mwili wa rafiki yetu, mwili wa baba yetu Dr. Lazaro Emmanuel. Kwa kweli hakika kila mtu anasema heri yake. Hata kuzikwa kwa umati huu nayo ni heri. Amen. Unaweza ukafa ukawa na watu wanaokuzika wakawa walevi tu, lakini unakufa katika Bwana. Inadhihirisha hapa kwamba unaona uheri huo. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa wapate pumziko baada ya taabu yao, katika jina la Yesu. Na wote tuseme amen. Amen. Basi wakati huu, kwa sababu tukisha kuomba tayari tumeombea kaburi, sasa naomba watu watakaonyanyua jeneza na kuiweka juu ya mashine hii ya kutushia mwili wa marehemu. Kama kuna waimbaji, tungefurahi kuona wanaimba wakati huu. Parapanda Italia, parapanda Italia, imba parapanda, parapanda Italia, parapanda, parapanda Italia, parapanda. Italia,
Asante sana, hebu mwapigie makofi wa waimbaji. Kama vile ilivyompendeza Baba yetu wa mbinguni katika mpango wa hekima yake, kutoa roho ya baba yetu Reverend Dr. Emmanuel Lazaro, sisi tunauweka mwili wake kaburini, udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi, majivu kwa majivu, tukilitazamia tumaini lenye baraka lile la kutokea kwa Mungu mkuu na Mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye atautengeneza upya mwili huu katika mfano wa mwili wake mwenyewe wa utukufu kwa kadiri ya matendo ya nguvu zake kuu, ambazo kwa hizo
yeye ataweza hata kuvitiisha vitu vyote chini yake. Hivyo basi, wakati huu napokwenda kuweka udongo, tunatupa udongo kwa udongo, mavumbi kwa mavumbi na majivu kwa majivu, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Wakati huu sasa tunaomba watoto wa marehemu wawe wa kwanza tunaomba maaskofu vichoteo vingine kule, naomba vichoteo vingine na Mheshimiwa Spika, tafadhali sogea uweke udongo. Mwenyekiti wa kijiji mwenyekiti wa kijiji
bado watu wako wengi. Naomba tuangalie kwa spidi. Toka jana. Nami nimeheshimu, lakini amejitahidi yuko pamoja nasi na kuweza kuomba na wakilishwa na mama. Asante sana, asante sana, asante sana. Sasa tukio linalofuata ni kwenda sasa kufunika kaburi hili, na kazi hiyo itafanywa na watoto wa kiume wa marehemu. Na naomba wafanyikazi wewe na Mungu wako wanamzika sasa baba yao vizuri. Sasa kama unahitaji kusaka niambie. Twende sukuma, hamna shida. Twende. Ongezeka mwanaume mmoja au jamani? Haya, twende. Hata kiongezeka mwanaume watano wa sio mbali. Haleluya. Amen. Na hivyo tumeshamzika mzee wetu hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Naomba wakati huu nikabidhi nasema askofu in love memory of Askofu Dr. Emmanuel Lazaro, askofu mkuu wa kwanza wa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Kazaliwa tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 1937. Kafariki tarehe 17 mwezi wa 5 mwaka 2025 na kuzikwa leo tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2025. Na hao waongozao wengi kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele. Na mkutano wote tuseme amen. Amen. Haya ni maneno yanayopatikana katika kitabu cha Danieli sura ya 12 na mstari ule wa 3b. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Na sasa kazi iliyo mbele yetu tunataka nikabidhi kwa ndugu wanaohusika na orodha ya maua.